Hakika hii nayo tuiteje? Ndio ubaya ubwela ama ni kwamba zikiwa zimebaki saa chache kabla ya kufikia mechi ya pili ya marudiano ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba Mnyama wanaocheza ugenini dhidi ya Stellenbosch kule nchini Afrika Kusini kwenye jiji la Durban, kuna taarifa kwamba mwamuzi aliyepangwa kuchezesha mechi hiyo, huyu ni Amin Mohamed Omar, ameumia, amepata majeraha, na kwa sababu hiyo shirikisho la soka barani Afrika CAF limelazimika kufanya mabadiliko ya mwamuzi. Na sasa atakayechezesha mechi hii muhimu sana ya kujua hatima ya klabu zote hizi mbili wenyeji Stellenbosch dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba nani apate matokeo ya jumla yenye kumfanya ibuke kidedea na kwenda kwenye finali, basi anategemea mwamuzi mwingine ambaye ni mwamuzi wa 4, fourth official aliyepewa jukumu hili, naye si mwingine, anaitwa Mohamed Maruf Eid Mansour. Huyu ni raia wa Misri kama alivyokuwa Amin Mohamed Omar, kwamba huyu sasa fourth official ndiye ametoa kijiti hiki cha kuchezesha mechi kali inayotarajiwa kuwa ya kusisimua kati ya Stellenbosch dhidi ya Mnyama Simba. Huyu Mohamed Maruf ni raia wa Misri kama ilivyotoka kueleza, umri wake ni miaka 38. Kwa lugha nyingine, huyu ni kijana zaidi kulinganisha na mwamuzi aliyepangwa awali Amin Mohamed Omar, kwa sababu Amin Mohamed Omar ana miaka 48, huyu ana miaka 38. Kwa hiyo ni miaka 10 pungufu. Kwa lugha nyingine, kwamba inatazamiwa huyu ndo aendane vyema na zile nginja za Stellenbosch wanaokimbia sana chini ya kocha Steve Becker dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba chini ya Fadlu Davis, ambao wao hucheza kulingana na mwenendo wa mechi. Wanapohitaji kukimbia wanakimbia sana, kama alivyoonyesha katika mechi ya awali ya nusu finali iliyochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, ambapo dakika 45 za kwanza Simba walikimbia sana, ndio, lakini kipindi cha pili wakapunguza kukimbia, wakawachia Stellenbosch katika mechi ambayo mwisho wa siku Mnyama Simba aliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Stellenbosch. Lakini katika mechi hii huyu Mohamed Maruf Eid Mansour ndiye mwenye jukumu la kuchezesha vikosi vya timu hizi mbili. Kocha Fadlu Davis wa Simba dhidi ya Steve Becker wa Stellenbosch, wote raia wa Afrika Kusini. Ni mwamuzi ambaye naye ana rekodi ya kuvutia mno katika medani za kimataifa. Ni miongoni mwa waamuzi ambao wana muda mrefu angali na beji za FIFA, shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, kwa sababu huyu Mohamed Maruf amekuwa akitambuliwa akiwa na beji ya FIFA tangu mwaka 2013. Kwa hiyo unaweza kaona ni takriban miaka 12 sasa akiwa katika hadhi hii, akiwa katika kiwango cha juu cha uchezeshaji na kuaminiwa katika mechi za kimataifa, zikiwamo zile za FIFA, zikiwamo za CAF. Huyu Mohamed Maruf, uchezeshaji wake kwa kiasi kikubwa hivi karibuni amethibitisha kwamba ni mwamuzi wa daraja la juu, kwamba yeyote anayejipanga, awe mwenyeji awe mgeni, anaweza kupata matokeo chanya kadri yatakayo kulingana na namna alivyojipanga, na sio kwa janja. Ni kwa sababu ni mwamuzi ambaye hivi karibuni katika miezi 12 iliyopita kwa mfano amethibitisha kwamba mara zote anayejipanga zaidi ndiye anayepata matokeo. Kwa mfano, katika miezi 12 iliyopita Mohamed Maruf ameongoza katika mechi 4 za kimataifa. Mechi hizi ni moja ya CAF Champions League, halafu kuna 2 za AFCON qualifiers, halafu kuna moja ya World Cup qualifications. Sasa katika hizi zote, mojawapo ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League ilikuwa mechi ya Mamelodi, wana finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu, waliowakaribisha Maniema Union kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mechi ilichezwa kule Afrika Kusini, ni katika mechi ambayo Mamelodi ilishikiliwa kwa suluhu bila dhidi ya Maniema ya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo Mamelodi licha kuwa timu kubwa sana ambayo hivi sasa iko finali, timu yenye ukwasi mkubwa, timu yenye wachezaji wenye wasifu mkubwa kulinganisha na Maniema Union, lakini namna ambavyo Maniema Union walijipanga katika mechi hii, wakapata matokeo waliohitaji ambayo ni walau kupata sare, na wakaipata dhidi ya Mamelodi, mwamuzi akiwa huyu Mohamed Maruf. Hiyo haitoshi. Mechi nyingine ilikuwa ni kati ya Congo Brazzaville dhidi ya Uganda, ambayo katika mechi hii dhidi ya Uganda
wageni Uganda walishinda 1-0 dhidi ya wenyeji Congo Brazzaville. Ni kwa sababu mwamuzi huyu Mohamed Maruf alichezesha kwa haki, matokeo yake wenyeji wakajikuta wanapoteza mechi hiyo. Ni kwa sababu Uganda walicheza vizuri zaidi. Lakini mechi nyingine ilikuwa ni Burundi dhidi ya Senegal. Katika mechi hii kwa mara nyingine tena alichezesha huyu Mohamed Maruf, na matokeo yake Senegal wakiwa ugenini walishinda 1-0 dhidi ya wenyeji Burundi. Ishara nyingine kwamba ukijipanga bila kujali unacheza wapi unapata matokeo, mwamuzi akiwa Mohamed Maruf. Mechi nyingine ilikuwa ni Afrika Kusini, South Africa, Bafana walicheza dhidi ya Zimbabwe. Katika mechi hii Bafana wakashinda 3, Uganda 1. Tuliona katika zile mechi 3 nyingine wenyeji hawakupata ushindi, lakini katika mechi hii Afrika Kusini walipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Zimbabwe, mwamuzi wakati akiwa huyu Mohamed Maruf. Kwa lugha nyingine, Simba mnyama wakiendelea kucheza kwa kuzingatia mpango kazi wa mwalimu Fadu Davids. Wachezaji wa Simba kina Musa Pimpin Kamara golini, lakini Shomari Kapombe beki mbili, 3 Mohamed Hussein Shabalala, mabeki wakati kina Abdurazaki Hamza, akina Shamu Karabu, Shemalon Fondo, lakini viungo akina Yusuf Kagoma, Fabrice Luamba Ngoma, viungo watatu washambuliaji katika mfumo wa 4-2-3-1 baada ya golikipa Jasha huwa kutokea katikati, Kibu Dennis Prosper kutokea kulia, Elim Panzu Kibisawala kutoka kushoto, mshambuliaji kinara Steven Dese Mkwala ama Lionel Ateba Mbida ama Valentino Mashaka au yeyote atakayepangwa katika eneo hili. Ni dhahiri kwamba ni wao tu kutekeleza mpango kazi wa Fadu Davids, kwa sababu mwamuzi Mohamed Maruf kwa mechi za mwaka mzima uliopita, miezi 12 toka kuonyesha hapa, ni kwamba aliyejipanga anapata matokeo chanya. Kwa sababu hiyo wao wakitekeleza vyema mipango kazi ya Fadu Davids, upo uwezekano wakawazidi ya Stellenbosch na hatimaye kupata matokeo bora ya kuwapeleka fainali, kuwapa furaha wekundu wa Msimbazi Simba, kuwapa furaha wa Tanzania ambao kwa msimu huu timu iliyobaki ikiwakilisha ikipeperusha bendera ya Tanzania katika michuano ya kimataifa ni wekundu wa Msimbazi Simba mnyama, ambao wakipata matokeo wanayohitaji ya jumla watafuzu kwenda fainali na hatimaye kufukuzia taji la kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu wa 2024-25. Ikumbukwe katika mechi hii Simba wanahitaji kupata ushindi wowote ili wasonge mbele. Simba kama si ushindi basi wanahitaji sare yoyote ama suluhu ili wasonge mbele, kwa sababu walishashinda 1-0 katika mechi ya kwanza Aprili 20 New Amani Complex wakiwa nyumbani. Lakini hata kama wakifungwa, basi wakifungwa kwa tofauti siozidi 1, Simba wanao uwezekano wa kwenda mbele. Kwa sababu gani? Wakifungwa 1-0 kwa mfano na Stellenbosch, matokeo ya jumla yatakuwa 1-1, kwa sababu Simba katika mechi ya kwanza na wao walishinda 1-0. Kwa hiyo 1-1 kitakachoamuliwa sasa ni mikwaju ya penalty ambayo matokeo yake huwa hayana mwenyewe. Penalty ni 50-50. Lakini kama Simba watafunga bao halafu wakafungwa na Stellenbosch kwa tofauti ya mabao isiyozidi 1, Simba watakwenda mbele kwa faida ya bao la ugenini. Kwa mfano, Simba akifungwa 2-1, maana yake matokeo ya jumla yatakuja kuwa 2-2 kutokana na ushindi wa kwanza waliopata Simba bao 1-0. 2-2 kwa kanuni za CAF ni kwamba Simba watasonga mbele kwa kunufaika na bao hili la ugenini. Vivyo hivyo Simba wakifungwa 3-2, 4-3, 5-4, 10-9, vyovyote usemavyo, alimradi tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu isizidi bao 1, hapo Simba watasonga mbele. Lakini kwa wenyeji Stellenbosch chini ya kocha Steve Becker lazima washinde, hiyo sharti namba 1. Lakini ushindi huo ili wajihakikishie kwenda fainali pasi hata na kuruhusu mikwaju ya penalty ni kupata ushindi wa zaidi ya bao 1, ile margin, yani 2-0, 3-1, 4-1 na kadhalika. Swali, je, nini kitakachotokea mwamuzi akiwa huyu Mohamed Maruf? Simba wataweza kutimiza mipango kazi yao? Kwa sababu Maruf ni refa mzuri, Simba wako vizuri. Watawapa furaha wa Tanzania? Watawapa furaha wekundu wa Msimbazi Simba? Ni swala la kusubiri. Vipi Stellenbosch? Cheza yao ile mibio kucheza kijanja sana, wakati mwingine wakipaki basi wakishambulia kwa kushtukiza kupitia kwa washambuliaji wao wakati kina Andre Dijon, washambuliaji wao kutokea pembeni kina Lesiba Nku, kina Genino Palese. Wataweza kumudu mziki wa Simba ambao wao katika mechi iliyopita Zanzibar Simba walipiga mashuti 21 dhidi ya mashuti 5 ya Stellenbosch. Katika mashuti 21, 5 yalilenga lango, Simba wakapata ushindi wa bao 1. Stellenbosch walipiga shuti 1 tu kulenga lango, wakaishia kupoteza 1-0. Ni katika mechi ambayo Simba walitengeneza nafasi za wazi za kufunga 6
lakini wakaitumia hiyo moja huku nyingine wakizipoteza, ikiwamo ya kuelekea mwishoni mwa mchezo wakati Jashaua alipompiga chenga golikipa Oscarin Masuluke wa Stellenbosch, halafu akapiga mpira nje, ikazua mjadala. Lakini uthibitisho namna ambavyo Simba ilitawala sana mchezo ule na kufika zaidi lango la Stellenbosch kuliko walivyofanya Stellenbosch kwenye lango la Simba. Mechi hii mwamuzi akiwa Mohamed Maruf. Nini kitakachotokea? Mtazamaji wa channel hii, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.